Tuelekea Mashariki ya Kati sasa, ambapo makubaliano ya kusitisha vita yanaonekana kuwa katika hali tete, huku Marekani na Iran zikiendelea kujibizana wakijaribu kufungua mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vikosi vya Marekani vimeshambulia boti ndogo 7 za Iran jana Jumatatu katika juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani pia limesema meli 2 za biashara kutoka Marekani zilifanikiwa kuvuka njia hiyo muhimu siku ya Jumatatu. Hata hivyo, spika wa bunge la Iran ameishtumu Marekani kwa kukiuka makubaliano yaliyodumu kwa wiki 4 sasa, makubaliano ya kusitisha vita. Wakati huo jenerali mkuu wa Marekani Dan Kane amesema jeshi liko tayari kuendelea na shughuli hizo ikiwa litaamrishwa kufanya hivyo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth naye amesema muda wa usitishaji wa mapigano bado haujaisha. Kwingineko katika eneo la Ghuba, Umoja wa Falme za Kiarabu umeilaumu Iran kwa shambulio lililosababisha moto katika kituo kikubwa zaidi cha kuhifadhi mafuta. Shambulio hilo katika bandari ya Fujairah ni la kwanza kwa UAE tangu makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani mwanzoni mwa mwezi Aprili. Kwa upande wake, Iran imeishtumu Marekani kwa kukiuka masharti ya kusitisha mapigano. Mradi wa Donald Trump unaoitwa Project Freedom ulioanza Jumatatu unalenga kutumia jeshi la Marekani kuongoza meli za mizigo zilizokwama kupitia mlango bahari wa Hormuz. Iran inasisitiza kwamba inadhibiti njia hiyo, ikikadiriwa kuwa angalau meli 10,000 zimekwama. Hatua hiyo imesababisha kupanda kwa bei ya mafuta kote duniani, kama anavyoarifu Paul Adams katika taarifa yake inayowasilishwa na Peter Mwangangi. Operesheni ya kijeshi ya rais wa Marekani aliyoitaja kama Project Freedom imeingia siku yake ya pili. Nguvu kamili ya jeshi la Marekani ikitumika katika juhudi za kujaribu kufungua kizuizi cha Iran. Lakini je, mpango huo unafanya kazi? Kuna mamia ya meli zinazosubiri kuondoka katika ukanda wa Ghuba. Marekani imesema meli 2 zilifanikiwa kupita hapo jana, huku zingine zikizuiwa kwa zaidi ya miezi 2. Hakuna kilichobadilika mpaka sasa. Hii leo asubuhi kumekuwa na dalili kidogo ya meli hizo kujaribu kuvuka bila msaada wa kijeshi, lakini nyingi hazitaki kuchukua hatua hiyo kwa hofu ya kushambuliwa wakijaribu kukaribia mlango wa bahari wa Hormuz. Itakuwa vigumu kwa Marekani kuunga mkono au kusindikiza idadi hiyo kubwa ya meli. Kwa hivyo, hii inaweza kuwa mlolongo mrefu, na bila shaka inawaonyesha Iran kwamba wanaweza kuendelea kushikilia msimamo wao. Wakilenga meli 1 au 2, itatosha kutoa ujumbe kwa tasnia ya usafirishaji na kupoteza imani yote katika uwezekano wa kupita salama kupitia mlango huo. Kwa hivyo, tuko mbali kwa matumaini ya kufunguliwa tena kwa njia hiyo muhimu. Iran pia ina njia zingine za kulipiza kisasi. Jana ilirusha ndege zisizo na rubani na makombora katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikigonga kituo cha kuhifadhi mafuta huko Fujairah. Mwezi mzima wa kusitisha mapigano sasa unaonekana kuwa dhaifu sana. Rais anaonekana kutotingisika. Vita alivyotabiri vingeisha kati ya wiki 4 hadi 6, na sasa anasisitiza bado vinaendelea, ila kulingana na alivyopanga. Mpango unaendelea vizuri sana. Hawana jeshi la wanamaji, hawana jeshi la anga, hawana vifaa vya kupambana na ndege, hawana rada, hawana chochote. Kwa kweli hawana viongozi. Lakini mpatanishi mkuu anasema hali halisi mpya inajitokeza katika mlango bahari wa Hormuz. Mohamed Bakr Ghalib anasema usafiri wa bidhaa baharini na sekta ya nishati zimehatarishwa na Marekani na washirika wake. Vitendo vyao viovu vitafeli. Tunajua vyema kwamba mwendelezo wa hali ilivyo kwa sasa haivumiliki na Marekani, ndio mwanzo tu tunaanza. Mwisho wa nukuu. Wakati mataifa hayo mawili yakiendelea na ushindani, Iran na Marekani zimeweka uchumi wa dunia katika hali ngumu, huku bei ya petroli na nyingine zikipanda kote duniani. Tehran inaamini kuwa ina uthabiti zaidi. Utawala huo ambao Donald Trump anadai kuuondoa bado uko imara, na unasema bado unataka kufanya majadiliano. Kwa sasa inaonekana diplomasia haijachukua mkondo wake. Lakini kama mashambulizi ya jana yalivyoonyesha, inaonekana mpango wa kusitisha mapigano unaendelea kufifia. Tusalie huko Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye amekuwa mpatanishi mkuu wa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran, anasema nchi yake inalaani vikali mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kwenye miundombinu ya raia katika Falme za Kiarabu jana usiku.
Na huko nchini Lebanon, mapigano yanaendelea kati ya jeshi la Israel na kundi la Hezbollah. Wizara ya afya ya Lebanon inasema mashambulizi ya Israeli yaliyoua watu 17 nchini Lebanon jana na kufikisha idadi ya wale waliouawa tangu Alhamisi kuwa watu 110. Israel inadai kuwa wanajeshi wake 17 pia wameuawa katika kipindi hicho na inaituhumu Hezbollah kwa kurusha mamia ya roketi na ndege zisizo na rubani. Huko Sudan yenyewe imeamua kwamba itamrudisha nyumbani balozi wake kutoka nchini Ethiopia kwa mashauriano baada ya kuzishtumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kupanga shambulizi la ndege zisizoendeshwa na rubani kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum. Madai hayo yanafuatia msururu wa mashambulizi ya ndege hizo hapo jana, ambao pia aligonga vituo vya kijeshi huko mjini Khartoum. Zaidi na Shoaib Ibrahim. Waziri wa masuala ya kigeni wa Sudan Muhaidin Salem na msemaji wa jeshi la nchi hiyo Asim Awad Abdullah Wahaba wamesema kwamba wanao ushahidi wa kutosha kuwa ndege hizo zisio na rubani zilizozinduliwa kufanya mashambulizi kutokea katika uwanja wa ndege wa Bahir Dar nchini Ethiopia. Katika taarifa iliyopeperushwa na shirika la habari la kitaifa, maafisa hao wamesema serikali ya Sudan ina haki ya kujibu mashambulizi hayo katika wakati ambao itaamua. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia Jumanne ilikataa kile ilichokita mashtaka yasiyo na msingi na kukanusha kuhusika na vilevile kushtumu vikosi vya jeshi la Sudan kwa kuunga mkono watendaji wenye uhasama na kukiuka uadilifu wa eneo la Ethiopia. Nao ufalme wa Milki za Kiarabu UAE haukujibu mara moja maombi ya kutoa maoni juu ya kuhusu madai hayo yalitolewa siku ya Jumatatu na utawala wa kijeshi nchini Sudan. Uwanja wa ndege wa Khartoum uligeuka kuwa uwanja wa mapambano ya vita kati ya jeshi la Sudan na kundi la waasi wa RSF vilivyozuka mwaka 2023. Mashambulio ya hivi karibuni ya ndege zisio na rubani komesha kipindi cha utulivu ambacho kimekuwa kikishuhudiwa katika mji mkuu Khartoum kufuatia waasi hao kulazimishwa kuondoka mji huo mwaka uliopita. Maafisa wa jeshi la Sudan pia walilishtumu kundi la RSF kwa mashambulizi ya anga yaliyoanzishwa kutoka ndani ya eneo la Ethiopia mwezi wa Machi. Walisema walifuatilia ndege isiyo na rubani iliyotambuliwa kama mali ya Falme za Kiarabu ikiingia katika anga ya Sudan kutoka Ethiopia na hatimaye kuidungua. Mwezi Februari, shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba Ethiopia ilikuwa na kambi iliyokuwa ikitoa mafunzo kwa wapiganaji wa RSF na ilikuwa imeboresha uwanja wa ndege wa Asosa ulio karibu kwa ajili ya shughuli za ndege zisizo na rubani. Shirika hilo liliongeza kuwa hatua hiyo ilikuwa ikiungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu, lakini uongozi wa Ethiopia na UAE ulikanusha madai hayo. Umoja wa Falme za Kiarabu mara kwa mara umekanusha ushahidi kwamba unatoa usaidizi wa kijeshi kwa kundi la RSF. Uwanja wa ndege wa Khartoum ulianzisha tena safari za ndege zilizopangwa mapema mwaka huu baada ya ukarabati kufuatia uharibifu mkubwa kutokana na vita. Shambulio la Jumatatu linaripotiwa kusababisha uharibifu mdogo kwa jengo moja katika uwanja huo. Wizara ya habari imesema uwanja huo utaanza tena kufanya kazi baada ya kufanyiwa taratibu za usalama. Shoaib Ibrahim.